الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, naendelea na tafsiri ya sura al-Anbiya na tusimama katika aya 84. Leo tunaendelea na aya 85 katika sura hii. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifl kullum minas sabirin. Aya hii inataja mitume mitatu au mitume watatu. Wa kwanza Ismail, alafu Idris, alafu Dhulkifl. Aya imeanza kwa wa na pia Ismail. Ina maana kwamba kisa kinaendelea, madhari inakuja wao wa na pia, au wa bimaana wadhkur Ismail, namtaji pia Ismail ya Muhammad. Wa Ismaila, kabla aya ilikuwa nini? Wa Ayuba. Ikisha baada hiyo Dhannuni inakuja, wa Zakaria. Hiyo kama tulivyoelezea darasa iliyopita kwamba hii imeanza mbali kabisa. Wao ukitazama chungu zima kisa, visa vinaendelea kwa kuongezea na fulani na huyu na huyu na huyu. Kwa hivyo hapa mitume mitatu waliotajwa hapa, au mitume watatu, Ismail na Idris na Dhulkifl. Hawa wametajwa kwa majina tu basi, kwa sifa ndogo kabisa lakini kubwa. Kullu minas sabirin, moja. Imetajwa sifa moja ya subra katika manabii hawa, ingawaje ni kwamba kila mtume anayekuja akapewa kazi hii anatiwa katika mtihani wa subra. Akiwa miongoni mwa wenye kusubiri, basi akawa minas salihin, Mwenyezi Mungu huwatia katika rehema zake. Kama aya 86 inasema nini? Wa adkhalnahum, na tukawatia fi rahmatina, katika rehema yetu au katika rehema zetu. Innahum minas salihin. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa watu wema. Minas salihina, kwa hivyo wamestahili kutiwa katika rehema zetu, kupata uongofu, kupata hidayah, kupewa utume, kupewa kila anachostahili kupewa watu wema kwa radhi zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukitizama katika sura al-Anbiya, kuna waliotajwa kama Ayubu na jambo muhimu la kwamba kupata ugonjwa, na Mwenyezi Mungu akamuitikia, fastajabna lahu, au kama alivyokuja kutajwa na Dhannuni, Yunus baadaye, na fastajabna lahu. Inakuja kisa kinaendelea kwamba moja katika aspect ya mtume huyu katika maisha yake, na nini jawabu lake au nini matokeo yake, na nini response iliyotoka kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ametajwa kwamba hao walikuwa miongoni mwa minas sabirin, na hii inakupa ishara kwamba mtume yote anaingia katika kundi la wenye kusubiri. Na kullun hii, ukiacha kutaja hawa watatu kusudio lake Ismaila na Idrisa na Dhulkifl, ila ni kwamba mitume wote wanakuwa minas sabirin. Sabru muhimu sana katika kazi hii ya kulingania watu. Ukitazama subra ya Ismail yatosha, kwa vile namna alivyoambiwa na babake, inni ara fil manami anni adhbahuk, nimeota kwamba ninakuchinja, na akajibu ya abati if'al ma tu'mar, utanikuta satajiduni minas sabirin, utanikuta katika miongoni wa nini, wenye subra. Babake alimwambia kwamba ninakuona usingizini kwamba ninakuchinja, fanzur madha tara, kwa maneno ya Qur'ani katika sura al-Safat, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta miongoni mwa wenye kusubiri. Hii katika sifa za nini, za mitume, akiwemo hata Ismail alipotajwa kullu minas sabirin. Inatosha pia kama kuchukuliwa na babake pamoja na mamake Bibi Hajar
na kupelekwa katika ardhi غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا رب, katika nyumba yako tukufu ya Maka, wakawekwa pale. Hakuna miti, hakuna chochote katika eneo lile, yatosha kwamba ilikuwa na nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na baada ya kupata fahamu akasema, la, madha kuna nyumba ya Mwenyezi Mungu, siwezi kuondoka hapa, napata kusali na nini. Rabbana liqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun, katika surati Ibrahim. Kwa hivyo hii katika subra, hajaweza kuondoka kama wengine wakaenda kutafuta sehemu zenye miti na mazao ili akapata kustarehe. La, kakaa pale pale na shida iliyokuwepo pale, lakini akaendelea kuishi. Lakini natosha katika subra hii, Mwenyezi Mungu kamjaalia siku zote. Mwenyezi Mungu anatoa nafila nyongeza, kama hizi Nabii Ibrahim alipopewa na Ishaqa nafila kwa Yaqub nyongeza, nafila yake Ismaili inatosha kwamba kajaliwa mgongoni mwake akatoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subra yao umejaliwa kupata neema na rehema nyingi sana. Kwa hivyo kama alivyotajwa katika aya hii, wa Ismaili wa Idrisa, kama Mwenyezi Mungu anasema innahu kana siddiqan nabiyya katika surat Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya, tumemwinua daraja kubwa, ikiwa kwamba ni cheo alichopewa baina ya watu kwa kuchaguliwa kwa ni mtume Idris, au ikiwa kama riwayat zinasema kwamba alipopaishwa katika mbingu ya 4 alafu ikamjia mauti huko warafanao makana aliyya, imeelezwa hivi, lakini hasa maelezo kwamba akapewa cheo kikubwa mbele ya watu na heshima kubwa. Rafanao, tumemwinua makana aliyya. Kwa hivyo alikuwa na cheo kikubwa kwa Mwenyezi Mungu huyu Idris kama inavyosemekana alikuwa mtume. Waliosema kwamba ni generation ya 5, 5th generation, waliosema ni kizazi cha Shith, na yeye ni baba wa sio baba direct, baba wa babu wa Nuh alayhi salam. Idris ambao kwa kizungu anamuita Enoch. Huyu nabii mtume Idris alikuwa na mambo mengi sana aliyofanya. Hata kuna wanasema kuna awaliyat Idris, mambo alioanzisha Idris. Kwanza anasema yeye ni wa mwanzo aliandika kwa kalamu, awwal man khata bil qalam, awwal man khata thiyab wa labisaha. Yeye mwanzo kushona nguo na kuvaa. Kabla yake alikuwa anajifunika tu na majani, hiyo alikuwa akijifunika na chochote tu, lakini hasa kuanza kushona na kwa kuvaa nguo ilikuwa mwanzo yeye. Hata kasema yeye mwanzo man nadhara fi ilmi an-nujum, katika ilmu ya nyota na kutafuta maalumatu kuhusu behavior za nyota, astronomy yani, na hisabu pia kwa mwanzo kabisa. Ismaili yeye ndio mwanzo kukusanya watu kuishi kama ni community yani nasema. Nabii Ismaili kafanya mambo mengi sana, hata watu wamekusanya awaliyat, vitu vya mwanzo vilivyoanza katika history ya binadamu. Kwa hivyo Idris alikuwa na portion kubwa sana katika kuongeza ustaarabu katika ulimwengu, lakini alikuwa minasabirin. Wa dhal kifli huyu watatu. Al-kifli biana hadh au nasib, mwenye cheo kizuri, mwenye hadhi kubwa, mwenye
chance ya bahati. Hata watu wanasema Dhulkifli alikuwa mtume au ni rajulun salih, abdun salih. Hiko riwaya tunasema kwamba hajawa mtume, lakini yenye kubeba uzito wa utume wake ni kule kutiwa katika listi kama hii wa Ismaila wa Idrisa wa Dhulkifli. Wote hawa kullu minas sabirin ambao wadakhalnahum fi rahmatina kwa kuwapa utume. Kwa hivyo yenye uzito zaidi Dhulkifli alikuwa ni mtume. Na kisa hapa vile natajwa Ayubu na natajwa na kabla hapo Ibrahima na Lut na Nuh wa Ayub na rejelea Yunus ibn Matta na Zakaria na wengineo, dalili ya kuonyesha kwamba hao wanatajwa hapa wote ni mitume. Dhulkifli kullu mina sabirin. Naam. Waadkhalnahum, la tukawatia fi rahmatina, katika rehema zetu. Kwa nini? Innahum minas salihin, hakika hawa walikuwa katika watu wema minas salihin. هذا والله أعلم.